kuna haja wanafunzi wetu wa Kiislamu sana kuhimizwa kufanya mazoezi sana ya kuandika kwa mkono maandishi ya Kiarabu. Ikhwani, tuwe na mazoezi haya, kwa sababu mimi nasema hivi kama mwalimu, kwa sababu kuna hatari sasa hivi inayotukabili ya kwamba watoto wetu sasa hivi kulingana na mazingira ya maendeleo ya teknolojia yanavyotupeleka na kule yanakotupeleka, inatupelekea tutafika wakati mtoto wa Kiislamu akishika kalamu atashindwa kuandika maandishi ya Kiarabu. Maana yake sasa hivi kila kitu kinafanywa kwa typing. Simu una type, kwenye laptop una type, katika kompyuta una type. Kwa hivyo huna wakati wa kushika kalamu na kitabu na karatasi na kuandika. Kwa hivyo fanya bidii katika wiki, angalau siku moja au siku mbili uchukue karatasi na kitabu uandike, hata kama utaandika hadithi kwa mkono. Ile kuandika peke yake kwa mkono ni ilmu. Ni ilmu. Tena wanazuoni wanasema ile ni ilmu ambayo ni kubwa, inakuwezesha wewe, inakusaidia sana katika kusoma, katika kuhifadhi ulichokiandika kwa mkono wako, inakuwa ni rahisi zaidi kushinda ile ulioitype, na ina athari kubwa sana kwako. Elimu hii tuichunge jamani, isipotee kwa watoto wetu. Leo watoto wa Kiislamu wengi wamekuwa na khati mbovu kabisa, khati hazisomeki, khati ambazo hawezi kuzisoma yeye mwenyewe peke yake, mpaka mwalimu wakati mwingine akija kusahihisha hawezi kusahihisha mpaka yule mtoto wamalize likizo aje amwambie hanisomee hizi jawabu, mimi sikuweza kuzisoma. Hata ukaleta darubini usomi, husomi. Wallahi ya akhwana, naomba inshallah na mimi makatasi kama haya. Sasa yule wanafunzi aje ndio ambie soma, na yeye akisoma anasoma vizuri kabisa. Yani haya maneno ndio haya mimi ndo naandika hivi. Lakini al-khat ya ikhwan la yuqra, ya ikhwani la yuqra. Naam, hada khatar adhim inakuja, na elimu hii inakwenda kupotea kwa sababu ya vyombo na vifaa hivi. Na teknolojia ni faida, ni neema nzuri tukitumia kwa njia nzuri, walillahi alhamdu wal minna, inatusaidia katika mambo mengi. Sasa hivi ndio maana kumetoka vitabu vimekuwa typed, vimekuwa printed. Vitabu hivi tunavisoma leo katika maktabat, vote vinakwenda na kompyuta. Lakini elimu ya kuandika kwa mkono tusiwache kama vijana wa Kiislamu, wanafunzi wa Kiislamu na watoto wa Kiislamu. Ikipotea itakuwa ni hatari kubwa. Sizungumzi maandiko ya Kiingereza, maandiko ya Kilatini. Haya yakipotea haina shida, utajua mwenyewe utafanya vipi. Lakini al-aham na iliyo na muhimu zaidi, al-khat al-arabi. Zamani wanazuoni ikhwan, kabla ya kuja vifaa na vyombo vya kutype, walikuwa wanaandika vitabu kwa mikono yao, wanaandika mujalladat kwa mikono yao. Tunaambiwa na mashekhe zetu zamani katika mji kama hivi Mombasa, unaweza kuta zamani, miaka hiyo ya nyuma, unaweza kuta kwa wanazuoni wa zamani wa kale, miaka ya nyuma, kabla ya miaka 200 300 nyuma na zaidi, katika mji mzima, mitaa 2 3 4 5 au mji, unaweza kupata kitabu cha Sahih al-Bukhari mathalan, kitabu kimoja peke yake. Mtu mwanachuoni mmoja kikiazima, na kitabu kile kinahitajiwa kwingine akiwezi kutumika. Kwa hivyo yule mwanachuoni anapokiazima, anakesha asubuhi, anabaki asubuhi, anakesha na usiku, ili aweze kukinukulu kwa mkono kile kitabu. Anaandika mpaka kimalize, amregeshee yule mwanachuoni mwenzake Sahih Bukhari yake, ili yeye atakuwa shakinukulu. Hakadha kana yuhfadh al-ilm.